Na asante sana Victor Ngaria kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba tangu mwanzo wa muhula wa pili mwisho wa Agosti mwaka huu, wanafunzi wa shule ya msingi ya Nosukuro wamekuwa wakisoma chini ya mti baada ya maji ya mafuriko kutoka ziwa Baringo kuathiri shule yao. Huku mtazamaji, wanafunzi wakabiliana na jua kali na hata wakati mwingine mvua. Baadhi ya wakazi vile wamefungiwa na maji hayo yaliyozingira mlima na hata kuunda kisiwa kipya. Mtazamaji, anavyoarifu mwanahabari wetu Ruth Samuel Chesenge, wakazi wa eneo hilo wanataka kuhamishwa kuelekea maeneo mengine, wakieleza kwamba hii sio mara ya kwanza maji kama haya yanaathiri maeneo hayo. Hasira za mabadiliko ya tabia nchi zinaendelea kutanua na kuathiri maeneo ya bonde la Ufa, ambapo maziwa yanazidi kufurika na kuvuka kingo zake, hali inayohatarisha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Ziwa Baringo ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa kwa kiwango kikubwa, ambapo maji yake yameongezeka kupita kiasi na kufikia viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa hapo awali. Viwango hivyo vya maji vimefika Nosukuro na kufurusha wanafunzi. Sasa 2025 tunaona imekuja mingi. Ilikuja sasa mpaka ikatu display sasa. Katika muhula wa kwanza na wa pili wa mwaka wa 2025, masomo yaliendelea kawaida bila matatizo shuleni hapo, lakini hali ilibadilika ghafla walimu na wanafunzi walipoenda likizo mwezi wa Agosti. Mwezi wa 8 ilianza kukuja na ilikuja kuambia wakazi. Maji imechukua madarasa yote, imechukua nyumba ya walimu, imechukua vyoo. Kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa 3, wazazi wa shule hii walijitokeza kuhamisha baadhi ya vifaa vya masomo hadi kwenye zahanati ya Nosukuro ili kuwahifadhi wanafunzi hao kwa muda. Tumeamua tu kwenda hapo chini ya hospitali. Twende tukae hapo, tuweke hapo tukiomba Mungu labda njia itafunguka. Eneo hili lilikuwa uwanja wa wanafunzi hawa wa shule ya msingi ya Nosukuro, lakini sasa unaweza tu kupitia boti kwa kuwa sasa ni makazi ya samaki, mamba na wanyama wengine wa maji. Zahanati ambako wanafunzi wamekita kambi ni takriban kilomita 1 kutoka hapa. Tunapowasili katika zahanati hii iliyogeuzwa kuwa shule, mbali na vyumba viwili vilivyobadilishwa kuwa madarasa, masomo mengine hufanyika uwanjani kwenye ardhi kavu chini ya vichaka vilivyoenea katika eneo hilo. Hapa elimu inaendelea na mchanganyiko wa asili ya mazingira. Hizi ni pikipiki labi. This is the real challenge. Naona mahali hata ya kuwekea ubao hakuna, kwa chini ya miti. Sasa mvua ikipata hapa ikiwapata saa hapa ni shida. Toilets huko ni 2 tu. Juu ilikuwa ni hospitali. Sasa haisi tosha walimu na wanafunzi. Juu ni mixed school. Mvua inanyesha wakati yoyote. Sasa watoto watanyesha wakati yoyote mahali pajua, na wengi wataharibika macho. Isitoshe, shule hiyo iliyo na wanafunzi 81 inajizatiti kukabiliana na mabadiliko haya. Tuko na ubao 2 huko. Sasa mwalimu mwingine akimaliza kwa miti fulani anapelekea tena mwalimu mwingine. Boti iliyoko hubeba wanafunzi asubuhi na jioni pekee. Saizi watoto wakianza tu kuingia maji hivi, kuna hiyo crocodiles, kuna hippo na kuna hiyo nyoka ya maji. Mawimbi hapa kutoka saa 10 ni kali sana. Sio wote wanahudhuria shule. Na ni kwa sababu sometimes unaona hiyo boat it's the only na inakuja trip moja ama trip 2. So kama mtoto akichelewa kuingia meli, obvious definitely atabaki nyumbani bila kukuja shule. Madhara haya hayajaishia hapa. Kisiwa kipya kimejitokeza baada ya maji kuzingira mlima huu. Hata mimi sasa naishi kwa mwingine, mama yangu ilienda yote. Kwa hivyo sasa tuko na shida mingi hapa. Kutoka hapa kuenda nje, ama kama mtu anakuwa mgonjwa kuenda sasa kasi ya kuenda hospitali sasa inakuwa shida.
unatafuta kitu ya kupita, saa zingine hatupati. Sekta ya utalii haijasazwa pia. Kuna mahoteli zile zote ilikuwa hapo kama Soy Block Hotel, hizo zingine kama Robert Camps wametoka kwa sababu maji tayari imewapukusa. Tungeprefer kama wakazi wa Nusukuru tujengewe shule ambayo itakuwa boarding. Ndio unasikia watoto wengine wanatoka Kiserian, wanatoka mbali, wengine wanatoka maji. Hata tutamini mambo ya boat na mambo ya waves. Unajua waves inakuanga challenge. Ziwa hili hujazwa na maji kutoka mito Molo, Mukutani na Arabal. Wakazi walioathiriwa wanataka kuhamishwa kuelekea maeneo mengine. Hii maji ilikuja kwa wiki mbili tu. Ndio ilikuja na bado inaisidi kuenda. Hiyo maji imetushinda sasa. Hata sasa hii vile tunakaa hii milima tunataka hata kuomba msaada hata tutoke nje. Ni tunaomba usaidizi zaidi. Kwa sababu in fact hata saizi vile watoto wako huko nje. Hakuna mtu anaishi huko nje. Yes, parents. We have sent teams to make an assessment on the numbers, and if we find that the situation will persist, then we'll be forced to relocate them to other schools so that they are comfortable, especially as we head to the issues of exams. Mabadiliko haya yanayoendelea kila uchao yanaonyesha haja ya kutafuta mikakati za kudumu ili kusaidia jamii kupunguza hatari na kuimarisha maisha yao. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV, kutoka Ziwa Baringo.